إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutaweza kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani, lakini pia hatutofanikiwa katika maisha ya kesho akhera, isipokuwa tutakapojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayekuwa na sifa hiyo bila shaka atafanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia katika maisha yake ya akhera. Ahibba, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema ad-duru thalathu, nyumba tatu ambazo anapitia mwanadamu, sehemu tatu ambazo anapitia mwanadamu. Laqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala lil'abdi duran thalathi, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu sehemu tatu za kupita. Amemjalia mwanadamu nyumba tatu za kupita na kuishi katika nyumba hizo. Darul amal, nyumba ya kwanza au sehemu ya kwanza ni nyumba kwa ajili ya matendo. Wahiya hadhihi dunya, na nyumba hiyo ni dunia hii. Tumewekwa hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametujalia kuishi katika nyumba hii. Huo ni utaratibu wake ambao ameuweka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa daral barzakhi, lakini nyumba ya pili na sehemu ya pili atakapopitia mwanadamu ni nyumba ya barzakhi. Wa daral akhirah, na nyumba ya mwisho ni nyumba ya akhira.
Fadaru dunya daru amalin, nyumba hii ya duniani ni nyumba kwa ajili ya kutengeneza maisha yetu ya baadaye, ni nyumba ya vitendo. Muislamu anatakiwa ajitahidi katika ulimwengu huu kutenda mambo mema ambayo yatamweka karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Yatanafasuna fiha almutanafisuna wa yatasabaquna fiha almutasabiqun, ndani ya nyumba hii ya dunia wanashindana wenye kushindana katika kuyafanya ya khairi, wanashindana wenye kushindana katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanashindana katika ibada, wanashindana katika khairati mbalimbali, wanashindana kufanya mema kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanashindana ili waweze kutengeneza zawadi, wanashindana ili waweze kuondoka na chochote katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, watazawadu, na chukueni zawadi, jitengenezeni zawadi katika maisha haya ya dunia. Fa inna khaira zadi taqwa, hakika zawadi ambayo ni bora, zawadi ambayo ni nzuri ni zawadi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu anapokuwa katika maisha yake ya dunia anamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni zawadi nzuri kuliko zawadi zote ambazo ataenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika hadithi nyingine, katika aya nyingine akasema, waqaddimu li anfusikum, natangulizeni mema kwa ajili ya nafsi zenu, wattaqullaha, na mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu, lakini wakati huo mfahamu, annakum mulaquhu, kwamba nyinyi mtakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya utakavyofanya Muislamu, iko siku utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakwenda kukulipa kwa yote ambayo umeyafanya. Yawe ni mema, utakwenda kukutana naye na atakulipa kutokana na mema yako. Yawe ni mabaya, maovu, utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na atakulipa kutokana na maovu yako. Ndugu zangu katika imani, maisha haya ya duniani Muislamu anatakiwa aishi nayo kwa tahadhari kubwa, asije akawa ni mwenye kutekwa na dunia, asije akawa ni mwenye kuharibiwa na kudanganywa na maisha haya ya duniani. Muislamu anatakiwa awe makini namna ya kuishi katika maisha haya ya duniani, na maisha haya ayaishi kwa akili kubwa. Ndiyo maana mwenye hikma moja anasema, al-uqalau fi hadhihi dunya thalatha, watu wenye akili timam, watu wenye akili nzuri katika maisha haya ya duniani ni watu wa aina tatu, hakuna zaidi ya hapo. Akamtaja mtu wa kwanza akasema, man taraka dunya qabla an tatrukahu, mtu mwenye akili ni yule atakayeipa nyongo dunia, atakayeiacha dunia kabla dunia haijamuacha. Kwa maana anaishi kwa tahadhari katika dunia hii, hayuko tayari kudanganywa na kutekwa na dunia, yuko makini. Kwa mwenye akili ni yule ambaye ameiacha dunia, haoni kwamba hapa amefika, hakuna siku ataondoka. Anaishi kwa tahadhari kwamba wakati wowote mimi nitaondoka katika maisha haya ya duniani, nitakwenda kwenye maisha mengine. Man taraka dunya kabla an tatrukahu, mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamuacha, huyu ni mtu mwenye akili ya sawa sawa, huyu ni mtu mwenye akili timamu. Na mtu wa pili, man bana qabrahu qabla an yadkhulahu, ni yule ambaye
ameanza kulijenga na kuliandaa kaburi lake kabla ya kwenda kuingia katika hilo kaburi. Ameanza kulijenga kaburi lake kwa mema, ameanza kulijenga kaburi lake kwa kuyafanya yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kaburi linajengwa kwa ibadati mbalimbali, kaburi linajengwa kwa ibadati mbalimbali, kwa khairati mbalimbali, kwa mema mbalimbali. Mtu mwenye akili ni yule ambaye analijenga kaburi lake kabla hajaenda kuliingia. Na mtu wa tatu, man arda khaliqahu qabla an yalqahu, ni yule ambaye anamridhisha Mola wake kabla ya kwenda kukutana naye. Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yake ya duniani, mambo yake yote anamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hafanyi mambo ya kumkera Allah, hafanyi mambo ya kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya mambo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watu wenye akili katika ulimwengu huu. Ndugu zangu katika imani, nyumba hii ya duniani ni nyumba ya Muislamu kujipinda kwa ajili ya ibada, kujipinda kwa kuyatekeleza aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kujipinda kuyatekeleza yale ambayo ameelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kupuuza wala bila kudharau. Anafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mtu mwenye akili ya sawasawa ni yule ambaye anafanya maandalizi ya kifo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Abu Ya'la Shaddad ibn Ausi radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alkayisu man dana nafsahu, mtu mjanja, mtu mwerevu, mtu mwenye akili ni yule ambaye anaihesabu nafsi yake, anaifanyia tathmini nafsi yake, wa amila lima ba'da almaut, na akafanya matendo ambayo yatamsaidia baada ya kufa. Yani matendo yake yote ambayo anayafanya katika ulimwengu huu ni matendo yatakayomsaidia baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Anafanya mema, anafanya khairati mbalimbali. Walajizu, na mtu ambaye hana akili za sawasawa, na mtu mwenye kushindwa, man atba'a nafsahu hawaha, ni yule ambaye anaifuatishia nafsi yake kwa kuyafanya matamanio yale ambayo yanatamaniwa na nafsi yake, ndiyo anayoyafanya. Watamanna ala Allahi al-amani, na wakati huo anatamani kwenda kupata mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu ambaye ameshindwa. Huyo ni mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa. Yeye anafanya mabaya lakini anatamani kwenda kulipa mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ni muovu lakini anatamani kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni mtu ambaye ameshindwa na ni mtu ambaye akili zake haziko sawa sawa. Kwa hiyo al-kayyisu huwa alladhi ya'malu lima ba'da al-maut. Mtu mjanja ni yule ambaye anafanya matendo ambayo yatamsaidia baada ya kifo. Huyo ndio mtu mjanja, anafanya mambo ambayo yatamsaidia baada ya kufariki. Wakati huo hana muda wa kufanya mema, hana muda wa kufanya ibada. Ibada zake ambazo alizifanya duniani ndizo zitakazomsaidia baadaye. Walajizu man atba'a nafsahu wa sara la yahtamu illa bi umuri dunya, na mtu mwenye kushindwa na mtu ambaye hana akili za sawasawa ni yule ambaye anaifuatishia nafsi yake matamanio yake, akawa hawani mambo ya msingi ya kuyafanya isipokuwa anapambana na mambo ya kidunia. Fayutbi'u nafsahu hawaha, akaifuatishia nafsi yake matamanio yake, fi tafriti fil awamir,
kwa kufanya uzembe kuyafanya mambo ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mzembe katika ibadati, ni mzembe katika mambo ya kheri, ni mzembe katika kuyafanya yaliyokuwa mema. Wayutbi'u nafsahu hawaha fi fi'li nawahi, na vile vile anaifuatishia nafsi yake katika matamanio yake kwa kuyafanya yale ambayo amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuyafanya yale ambayo ni ya haramu, yeye ndiye anayaparamia na kuyafanya. Thumma yatamanna ala Allahi al-amani, pamoja na maovu anayoyafanya, pamoja na mabaya anayoyafanya, yeye anatamani kwenda kupata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtu ambaye ameshindwa, huyu ni mtu ambaye hana akili zilizotimamu. Ndugu zangu katika imani, wadarul barzakhi hiya baina dunya wal akhirah, na nyumba ya pili ni nyumba ya barzakhi ambayo iko kati ya dunia na akhira. Wa hiya qabruka alladhi taskunuhu, nalo ndio kaburi lako ambalo utaliishi. Kuna muda utakaa kaburini, utaishi kaburini. Baada mufaraqatika dunya, baada ya kuiacha kwako dunia. Watabqa fihi ila an ya'dhana Allahu biqiyami al-ibadi li rabbil ibadi, na utakaa huko kaburini mpaka atakapoidhinisha Allah subhanahu wa ta'ala, waja wasimamishwe mbele ya Mola wa waja. Wa hadha al-qabru, na kaburi hili ndugu zangu katika imani, imma rawdatun min riyadil janna, imma ni bustani miongoni mwa mabustani ya pepo, wa imma hufratun min hufari nari, na imma kaburi yawezekana likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya moto. Ni kutokana na wewe mwenyewe ulifanya maandalizi gani ndani ya dunia, ndani ya nyumba hii ya dunia ulifanya nini. Kama ulifanya iliyokuwa mazuri, kama ulifanya mema, basi kaburi lako litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya pepo. Kama ulifanya maovu, ulifanya mabaya, ulifanya madhambi, kaburi litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Utaishi katika shimo la moto mpaka atakaposimamisha Allah subhanahu wa ta'ala kiyama. Wewe fikiria leo ni watu wangapi ambao umewazika ukiwa bado wewe ni mdogo, lakini mpaka leo hii wanaishi maisha yao katika nyumba ya barzakh, wanaishi maisha yao kaburini. Miaka mingapi? Miaka mingi. Kwa hiyo kama mtu alifanya mema, kaburi lake litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, na kama alifanya mabaya, kaburi lake litakuwa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Allah atulinde na moto. Ndugu zangu katika imani, na haiwezekani kaburi lako likawa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi isipokuwa utakapofaulu mitihani utakaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mitihani hiyo inaanzia hapo hapo kaburini. Katika hadithi iliyopokelewa na Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Bara anasema kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi janazati rajulin min al-ansari. Siku moja tumetoka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuelekea kwenye jeneza la mtu mmoja katika Ansari. Tukaenda na jeneza hilo, fantahaina ila alqabri, tukaenda mpaka tukafika makaburini. Kaburi lilishaandaliwa. Walamma yulhadu, wakati mwanandani anaandaliwa, kaburi liko tayari, anaandaliwa mwanandani. Wakati mwanandani anaandaliwa, fajalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wajalasna hawlahu, Mtume sallallahu alayhi wasallama akakaa pembeni mwa kaburi, na sisi vile vile tukakaa pembeni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Tukakaa kwa utulivu mkubwa sana. Wakaanna ala ruusina at-tayr, tukatulia kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege, kwamba nikitikisika kidogo ndege huyu ataondoka. Watu wamekaa wametulia. Wa fi yadihi udun yankuthu fil ardi, na katika mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam
Mtume ameshikilia kijiti, ameshikilia kifimbo. Kifimbo hicho anachoma choma katika ardhi. Farafaa rasahu faqala, mara Mtume akanyanyua kichwa chake akasema, istaidhu billahi min adhabi alqabri. Jamani, istaidhu billahi, jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min adhabi alqabri, kutokana na adhabu ya kaburini. Ndani ya kaburi kuna adhabu. Waislamu, jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombeni Allah awakinge na adhabu ya kaburi. Mtume akasema maneno haya marataini au thalatha, akarudia kwa mkazo kwamba jiandeni, kwamba jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu ya kaburini, muombeni Allah wakinge. Akarudia maneno hayo kama mara tatu, ila anqala, mpaka akafikia Mtume akasema, mtu atakapozikwa akawekwa katika kaburi lake, fayatihi malakani, watamjia yeye malaika wawili, fayujlisanihi, watamketisha. Amelazwa pale kwenye kaburi lake, watakuja malaika wawili, watamshika, watamketisha, watamkalisha akae. Fayaqulani lahu, kisha wataanza kumuuliza maswali, ma dinuka, dini yako ni dini gani? Kwa kama alikuwa ni mu'min na amejiandaa na alifanya maandalizi, fayaqulu rabbi Allah, atasema mola wangu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, kisha watamuuliza tena, wama dinuka, dini yako ni ipi? Fayaqulu, atasema dini ya alislam, dini yangu ni Uislamu. Fayaqulani lahu, watamuuliza swali lingine, watamwambia ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, huyu ni mtu gani ambaye alitumwa kwenu nyinyi? Ni mtu gani? Ni mtu wa namna gani? Atasema huwa rasulullah, huyo ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu, watamuuliza wama ilmuka, ni kitu gani kilichokusaidia wewe kuyafahamu haya? Aya tuliyokuuliza umeyajibu vizuri, tena kwa ufasaha. Kilichokusaidia mpaka ukaweza kuyafahamu haya na kuyajibu ni nini? Fayaqulu, huyu muumini atasema qara'atu kitab Allah, nimesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. Fa amantu bihi, nikakiamini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqtu, na nikakisadikisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an ni miongoni mwa msaada mkubwa kwa mja, atasaidiwa na Qur'ani katika kaburi lake kuyajibu maswali atakayoulizwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama hauna chochote katika Qur'ani, ni kitu gani kitakachokusaidia wewe Muislamu katika kujibu maswali haya? Muumini wa sawasawa, aliyesoma Qur'an, aliyehifadhi Qur'an, aliyeibeba Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani itamsaidia katika kujibu maswali mpaka malaika watashangaa na watamuuliza, ni kitu gani kilichokusaidia mpaka kaweza kujibu maswali haya? Anasema qara'atu kitab Allah, nimesoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, na nikakiamini. Sio kusoma tu na kukiacha, nimesoma na nikaamini, kuamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na nikakiswadikisha. Munadin fi samai, ataita mwenye kuita mbinguni, an sadaqa abdi, mja wangu huyu amesema kweli, aliyoyasema ni ya kweli, ni ya sawa sawa. Kutokana na ukweli wake, fa afrishuhu min aljanna, mtandikieni matandiko ya peponi. Wa albisuhu min aljanna, na mvalisheni mavazi ya watu wa peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango wa kuelekea peponi. Qala, akasema fayatihi min rawhiha wa tibiha, itamjia yeye akiwa katika kaburi lake, itamjia yeye, atafikiwa yeye, atajiwa yeye
na harufu nzuri inayotoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, upepo mwanana, upepo mzuri, yuko katika kaburi lake. Upepo unaotoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala unamfikia mpaka kwenye kaburi lake. Wa yufsahu lahu fi qabrihi, na kaburi lake litapanuliwa, litakuwa lina wasaa, litakuwa ni pana. Madda basarihi, litakuwa ni pana upeo wa macho yake, yani macho yake yakiangalia pale yanapoishia kaburi lake litapanuliwa mpaka hapo, litakuwa ni pana. Hizi ni neema ambazo atazipata yule ambaye ni mu'min wa sawasawa, aliishi katika dunia hii kwa kufanya maandalizi ya kwenda kuyapata hayo ambayo yameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, fata'ammalu hadhihi al-as'ilata thalatha, zingatieni maswali haya matatu, allati ujihat li hadha ar-rajuli, ambayo yalielekezwa kwa mtu huyu, wa hiya sawfa tuwajjahu likulli muslimin, na maswali hayo yataelekezwa kwa kila Muislamu, wa kafirin, na yataelekezwa pia kwa kila kafiri, wa birrin wa fajirin wa dhakarin wa untha, na yataelekezwa maswali hayo kwa mtu mema na mtu mwovu, mwanaume, mwanamke, wote wataulizwa maswali hayo matatu. Maswali hayo ni lazima uyaandalie majibu yake hapa duniani. Lam yus'al an ayi ilmin, hataulizwa elimu yoyote akiwa katika kaburi lake, hataulizwa elimu yoyote min alulumi, miongoni mwa elimu ambazo alijifunza, elimu za kiduniani, au fannin min alfununi, au hataulizwa fani yoyote miongoni mwa fani alitabarraza fihi wa atqanahu fi dunyahu, fani ambayo aliisoma na akaifahamu vizuri, na huenda aliajiriwa kwa fani hiyo. Hataulizwa fani hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Maswali yatakayoulizwa ni haya. Muislamu unatakiwa uandae majibu yake ukiwa bado uko hai. Nikienda kuulizwa hivi nitajibuje? Kama haujaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hautaweza kuyasoma haya, hautaweza kuyajibu maswali haya. Ikiwa haukuisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, hautaweza kuyajibu maswali haya. Kama haukuishi kwa iman, hautaweza kuyajibu maswali haya. Kwa ndugu zangu katika iman, kila mmoja aandae majibu ya maswali haya atakayokwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au atakayoenda kuulizwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi lake. Lakini pia siku ya kiyama kuna ambayo utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa uyaandalie majibu yake. Ayuha almu'minun, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ahibba, khutba yetu ya leo inatueleza maeneo matatu anakopitia mwanadamu, nyumba tatu ambazo ataishi mwanadamu. Tukasema nyumba ya kwanza ni nyumba ya dunia hii, na tukasema dunia ni kwa ajili ya kufanya matendo. Kisha kuna nyumba ya pili ambayo ni kaburi lako. Utaishi katika kaburi lako, na ima kaburi lako litakuwa ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi, inategemeana na wewe umeliandaje kaburi lako, na ima kaburi yaweza likawa ni shimo miongoni mwa mashimo ya motoni, inategemeana na wewe ulivyoishi katika ulimwengu huu. Nyumba ya mwisho wa darul akhirah, nyumba ya akhira, hiya darul jazai ala al-a'mali,
nyumba ya akhera ni nyumba ya kulipwa kutokana na matendo tuliyoyafanya. Yote uliyoyafanya katika ulimwengu huu utakwenda kulipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yakiwa ni mema utalipwa mema, yakiwa ni mabaya utalipwa mabaya. Ndipo watu watahukumiwa. Kuna watakaokwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu walifanya mema, na kuna watakaokwenda kwenye moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wao kuwa walifanya mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema liyajzi alladhina asau bima amilu. Hiyo siku ya kiyama, ili Allah subhanahu wa ta'ala awalipe wale waliofanya maovu kwa uovu wao, wayajzi alladhina ahsanu bilhusna, na awalipe wale waliofanya mema kwa kuwapa mema. Utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukipanda mema, ukifanya mema, utakwenda kulipwa mema na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wa siku utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukipanda mabaya, ukafanya mabaya, utakwenda kulipwa mabaya na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wa siku utaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah anasema katika aya nyingine, yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo kila nafsi itakuta ilichokifanya miongoni mwa khairi zikiwa zimehudhurishwa na zimewekwa wazi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba haya ndio mambo yako ya khairi uliyofanya, hizi ndio ibada zako ulizozifanya, haya ndio mema yako uliyoyafanya. Wama amilat min su'in, na vile vile mtu atayakuta mabaya, maovu, makosa aliyoyafanya, ataonyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba maovu yako uliyoyafanya ni haya hapa, na kwa kupitia maovu haya utaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, katika hizi nyumba tatu, katika hizi sehemu tatu ambazo wanapitia mwanadamu, daru dunia, nyumba ya dunia, ndiyo maandalizi ya kuziandaa hizi nyumba mbili. Ndiyo maandalizi ya kuandaa kaburi lako, ndiyo maandalizi ya kuandaa akhera yako. Mambo hayo yote yanaandaliwa katika dunia hii kwa kuyafanya mema, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kujiweka mbali na yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, tushindane kuyafanya yaliyokuwa ya kheri, tushindane kufanya mema, tujitahidi kufanya ibada ili tuweze kulipwa mema na Allah subhanahu wa ta'ala, na mwisho wa siku tuweze kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.